Kamati ya iftari mkoa wa Pwani lengo lake kuu ni kuwapunguzia makali na changamoto za mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani makundi maalum kule shuleni. Tunajua mna sehemu ya iftari, lakini sisi kama vile kubusti, lakini tuna ndugu zetu wa magereza, tuna yale makundi maalum ya viziwe, walemavu, wajane. Wote hawa kamati inakusudia kuwafikia kwa kile ambacho inakikusanya. Sasa kwanza nitoe salamu za aina kuu mbili. Salamu za kwanza ni salamu za Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakari bin Zuberi bin Ali. Yeye jambo hili analifahamu, na licha ya kulifahamu lakini amependezwa nalo sana, amefurahishwa nalo sana, kwa sababu ni mikoa michache kama si Pwani pekee ambao tunafanya ili jambo. Sisi tunafanya lakini tunaliweka wazi. Kuna wengine wanafanya lakini lipo chini ya carpet. Sasa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia mambo huwa anayataka yawe hadharani. Wakul i'malu, sema we Muhammad, fanyeni kazi, fasayara Allahu amalakum, Mungu ataziona kazi zenu, wa rasuluhu, na mtume, wal mu'minuna, ili kundi la tatu hili ndio balaa, na waumini pia wanatakiwa waone kazi zenu. Sasa sisi tunakusanya kwa dhahiri na kutoa kwa dhahiri. Ule utoaji wa siri una falsafa yake, una falsafa yake maalum, lakini kwa jambo hili ambalo linahitaji impact kubwa duniani ni lazima tuliweke katika sura ya dhahiri ili kuzifanya aminifu nyoyo za wale ambao wanaochangia. Kuna watu wametuchangia, ni kidogo lakini kikubwa sana kwetu sisi, lakini pia kuna watu wale ambao wanaogaiwa, nao pia ionekane kweli ni sadaka inawafikia wahusika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, alladhina yunfiquna fi sarra'i wal dharra, wale ambao wanatoa katika siri na katika nyakati ngumu na katika dhahiri kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu anahitaji haya mambo yawe yanaonekana kwa watu ili kuonesha kheri kubwa inawafikia watu. Lakini jambo la pili, baada ya mufti kulipokea hili jambo na kupongeza kamati, salamu za mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa tunamshukuru sana, kupitia kamati hii ameweza kutuchangia kiasi kikubwa ambacho mlikiona katika mitandao na taasisi mbalimbali. Kwa hivyo kamati tunatoa pongezi za dhati sana kwa mheshimiwa mkuu wetu mkoa wa Pwani, ambaye ndo alikuwa mgeni rasmi akimwakilisha Mheshimiwa Waziri Ulega kuhusiana na jambo hili. Lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Waziri Ulega, waziri wa ujenzi, naye kupitia mkuu wa mkoa ametupatia mchango wake, na wadau wengine mbalimbali, DC wa Kibaha, lakini pia kuna wadau ambao tukianza kuwataja itakuwa ni orodha ndefu. Wote hao tunawashukuru, na kamati imeandaa utaratibu maalumu wa hati au vyeti vya shukurani na pongezi vimeshaandaliwa. Tunatarajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuanzia leo na kesho, wale wote ambao waliotuchangia basi tutawapa shukurani zao. Sisi tumekusudia kwamba kila kitakachopokelewa kitatoka pointi A kwenda B, na kwa kuhakikisha hilo tuna mkakati maalum tulioamua kufanya sisi wenyewe na kamati, ambao ndani ya kamati yetu kuna ndugu zetu ambao ni watumishi wa serikali. Ndani ya kamati kuna ndugu zetu wa kutoka, kama mimi natoka Ansar Sunna, sio?
kuna ndugu zetu na shehe wetu wa mkoa ambaye anatoka BAKWATA na watu wake. Kwa hiyo ni kamati ambayo inakusanya jamii yetu bila kujali zile tofauti zetu, sio? Na mimi nifikiri kwamba ni kamati maalum. Tukiwa ndani ya kamati kule, kwanza nimshukuru sana shehe wa mkoa kwamba ile kamati ameiseti kwa format ambayo kwa kweli ni ya kipekee, na sidhani kwamba nitafanya ria nikisema hawa wanakamati walioko ndani ya kamati wote hakuna mtu anayohitaji kupewa sadaka, sio? Yaani kwamba naye anahitaji iftari. Wengi ni watu ni watumishi wa serikali ambao wana vyeo vyao, lakini wengi pia ni wafanyabiashara ambao si tu kwamba yani manake wanakusanya na wao wanafanya hizi kazi kuhakikisha mambo yanakuja, nao wanatoa, sio? Kwa mfano mimi nimetoa 800,000, sio? Kwa hiyo ni kwamba yani sihitaji, bali na mimi natoa, sio? Wale wanakamati ndani yenyewe wanatoa. Na moja ya vitu tulivyoviweka ni kwamba sisi tukiwa ndani ya kamati, ili sasa ile kile tunachokipokea kienda kwa mhusika, bado kuna vitu vingi vinafanyika kama maturubai nini, tunatoa hela ndani. Sisi wanakamati tunachangisha michango ya lazima takriban si chini ya 1,000 pia, ili ifanye hizi shughuli nyingine, ili sasa kile tunachokipokea kwa mtu kije kutoka kwa mtu mmoja kienda kwa mtu wa pili bila kupungua. Hii ni kuonyesha uadilifu wa kamati yetu. Niwaombe ndugu zangu kwamba hili ni jambo ambalo tunalifanya linaendelea, ni endelevu kila mwaka, na hata kwa mwaka huu ni mgawanyo wa kwanza. Huu ni mgawanyo wa kwanza. Kadiri mtakavyochangia, baada ya muda huenda kwenye 10 la pili, sio? Tutawaita tena kugawanya kama tutakuwa tumepokea tena. Kwa hiyo sisi ni wapokeaji, tena ni mkono salama wa kupokea. Tunapokea, tunapeleka mahali husika, na nyinyi mnashuhudia kwamba tunaifanya shughuli hii kwa kila hali, na makusudio yetu makubwa ni kujisogeza mbele ya Allah mtukufu. Allah tuwafikishe katika hilo. Aidha ni waombe wote tuliohudhuria tuwe mabalozi wazuri wa hii kamati, tuwe mabalozi wazuri wa kufikisha hili jambo ili lifanikiwe zaidi. Kama mnavyoona kwa mwaka tu awamu ya mwanzo tumefanikiwa vizuri, nikokuwa pia mmetuamini na tumeaminiwa, lakini vile vile tuendelee kukusanya. Huenda katika mwaka huu tuitane kwa namna moja au nyingine katika kuendelea kukamilisha, kwa sababu bado masiku ya Ramadhani yanaendelea na mahitaji ni makubwa kuliko hata tunachokipokea. Watu wengi wanatuhitaji tuwasaidie, lakini sasa tunachopokea tunakiangalia tunatoa kipaumbele gani, na ndio maana tunatoa kipaumbele kwa taasisi zaidi badala ya kumgusa mtu. Huenda baadaye mfuko ukiwa mkubwa sana, huenda tutaanza kufikiria kwamba je, tunawezaje kumgusa mtu mmoja mmoja na watu waliotindikiwa majumbani mwao. Mashehe hapa, mimi naitwa Said Yusuf Mfinanga, ni mwenyeji wa Kibaha hapa. Nimesoma Kibaha sekondari, kwa kama kuna wanafunzi wa Kibaha sekondari, mimi ni kolegi wenu. Tuko pamoja katika hii kamati yetu ya iftari. Kwa mwaka huu alhamdulillah tumejaliwa kukusanya vitu kwa uchache ambavyo tutavigawa leo. Ni vitu vifuatavyo: mchele tani 7.6, sukari tani 1, maharage tani 2.2, tambi box 59, tende katoni 29, mafuta lita 20 dumu 29, na sembe za kilo 10 viko viloba 29. Kwa hiyo kwa leo pekee thamani ya vitu ambavyo vitavigawa kwa ajili ya iftari ni 1,35,928,700, na hii vyote vimetokana na michango kutoka kwa watu ambao wametuchangia toka tumeanza kuomba watuchangie, na alhamdulillah mwitikio ulikuwa mzuri. Na taasisi ambazo tutazigawia leo ziko 30 kwa awamu ya kwanza. Baada ya wiki moja tutafanya tena awamu ya pili, ambao hii hasa itawahusu maimamu na wale ambao wanakuwa na hudumu msikitini kwa kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo niwashukuru kwa kufika, na tulipokea barua zenu tukazichakata tukagawa kulingana na kile ambacho tulikipata. Tunajua mko wengi, lakini ni ngumu kupata vyote mnavyohitaji. Kwa wastani
tumegawa futari walau ya nusu mwezi kwa kila taasisi ambayo ipo hapa leo, kulingana na idadi ya watu ambayo walikuwa wamesema, na tulizingatia ile idadi. Kuna wengine wana watu wengi na wengine wana watu wachache, kwa hiyo waliokuwa na watu wengi pia wanapata kikubwa zaidi, ikiwa ni imani yetu kwamba vitu hivi vitawafikia walengwa ambao tumewakusudia, ili alhamdulillah wakati wanafunga kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani tuwe tumewarahisishia futari kwa kiasi fulani, hasa wale walioko shuleni na yale makundi mengine maalum. Na lengo letu lilikuwa ni watu 5,000. Alhamdulillah watu 5,000 mwaka huu wamefikiwa. Lakini vile vile huko nyuma tulikuwa tunagawa futari kwa siku 3 na tukaenda siku 5, lakini mwaka huu kama alivyosema katibu, tumeweza kufikia nusu ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo haya ni matunda ambayo, la kwanza ni uaminifu wa kamati, kwa sababu kama mnakwenda kila mwaka mnaongezeka, maana yake watu wanawakubali na wanaamini. Lakini vile vile tunakuwa wawazi pale ambapo huwa vitu tunaamua kuvigawa. Nafikiri nyote ni mashahidi kwa wale ambao wanakuja kila mwaka. Leo mzigo umeshushwa hapa, kuna mahali umeenda, kila mmoja anaona na utagaiwa kwa stahiki zake kulingana na watu ambao wamefika. Lakini safari hii pia tumeamua kujitanua zaidi, ukiondoa wilaya ya Kibaha mjini, Kibaha kwa ujumla, yani Kibaha vijijini na kama halmashauri, lakini na Kibaha mjini, tumeamua kuchukua watu 500 kutoka kila wilaya. Sasa unaweza ukaona Pwani na wilaya ngapi ukiondoa Kibaha? Wanafunzi na wilaya ngapi? Na utakuwa mtihani, hatujui hata wilaya zetu zilizopo ndani ya mkoa wa Pwani. Wengine wanasema 6, wengine 7, wengine 8. Ziko 7. Ipo Kibaha, ipo Bagamoyo, ipo Mafia, iko Kibiti, iko Rufiji, iko Kisarawe, iko Mkuranga. Si ndio? Wilaya ngapi? Wilaya 7. Kwa hiyo ukiondoa wilaya moja ya Kibaha, zilizobakia zote tumejaribu kuchukua watu 500. Utaona jumla ni watu wangapi? Watu 4,000. Kasoro wilaya ya Bagamoyo tumeiongezea kidogo kwa sababu kuna Chalinze, kuna Bagamoyo wenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu, tunaomba mtuzidi kutuunga mkono na mzidi kutuamini na mzidi kututangaza, ili tuzidi kufanikiwa zaidi na zaidi, ili tuweze kufikia lengo la 100%, yani tuwe tunaweza kufuturisha mwezi mzima. Bado hatujaweza, bado. Kwa hiyo tuna mahitaji hayo. Baada ya kusema hayo, niwashukuru wenzangu kwa niaba ya wenzangu, kwa niaba ya shekhe. Na leo bahati nzuri tumeonana asubuhi na mufti, lakini ametujalia sana kuweza kutupa ile hamasa zaidi. Lengo letu ni kumweleza pale ambako tunafikia, na ametupa baraka zaidi ili tuweze kuona namna ambavyo tunaweza kufanya. Kwa hiyo viongozi wetu wa juu inshallah pia wanalibariki hili jambo. Kwa hiyo na nyie pia mtubariki zaidi katika hili. Baada ya kusema hayo, nitumie fursa hii pia kumkaribisha Sheikh wa mkoa ambaye pia ni mlezi wa taasisi yetu inshallah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Pamoja na wanakamati wenzangu wa kulifanikisha hili jambo kwa kadri Mungu alivyotuwezesha, na nawaomba wengine wafanye kama sisi tulivyofanya, ili tuweze kufikia mkoa mzima, na pia tuendelee kutoa msaada mpaka baadaye tufikie ngazi ya kuwapeleka watu hija, angalau hata mmoja mmoja kila wilaya, mpaka hapo baadaye tutakapoweza kukava kila mtu aweze kufanya hiyo nguzo nyingine ambayo pia inatukabili sisi kama Waislamu. Sisi Waislamu wa Kibaha tumejitoa kwa hali na mali kwa kufanya hili jambo. Kwa hiyo naomba na wengine waige mfano wetu, wafanye zaidi ya sisi tulivyofanya, kwani Qur'ani inasema wafidhalika falyatanafasil mutanafisun. Kwa hiyo inabidi watu tushindaniane katika mambo ya kheri. Kwa hiyo tukifanya swala kama hili, sisi tukifanya kidogo na wenzetu wakifanya zaidi na zaidi na zaidi, tutajivunia, na hili swala la kufunga litakuwa sio mzigo kwa Waislamu. Litakuwa ni swala jepesi, kila mtu atakuwa anatamani kufunga kwa sababu swala la iftari na daku litakuwa halipo tena. Baada ya kuyasema hayo machache, nashukuru sana kwa ujio wenu,
lakini pia mwe mabalozi kututangaza huko mnakoenda, ili na wengine nao waje kwa wingi, ili tuwe wengi hapa, tuwe tunasaidiana katika masuala ya dini. Asanteni sana.